Msako wa wafadhili wa ugaidi umepata msukumo mpya, huku serikali ikiagiza benki na taasisi za kifedha kufunga akaunti na kusitisha mahusiano na watu 13 wanaoshukiwa kufadhili vitendo vya kigaidi. Agizo hilo linaloanza kutekelezwa mara moja ni sehemu ya juhudi za serikali za kukomesha ulanguzi wa fedha na kupiga jeki juhudi zake za kushinikiza kuondolewa kwenye orodha ya mataifa ambako ulanguzi umekithiri. Trevor Ng'endo anatufafanulia zaidi. Benki, kampuni za badilishanaji fedha kwa njia ya simu na taasisi nyingine za fedha zimeagizwa kuthamini upya kwa udharura rekodi zao na kufunga bila notisi akaunti, fedha na mali inayohusishwa na watu 13. Taasisi hizo hazina budi kusimamisha juhudi zozote za kibiashara za washukiwa hao na kutoa taarifa kuhusu akaunti hizo katika muda uliowekwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na kituo cha taarifa za kifedha, washukiwa hao ni Violet Kemunto Moyo, Juma Ambare, Zakaria Kamal Sufi, Jamal Abdi Mohamed, Abubakar Swale, Saleh Minja, Jerumami Koja, Hadija Ali, Abdiweli Dege na Ramadhan Kufungwa. Vikwazo hivyo vitakiuka mali inayomilikiwa moja kwa moja na washukiwa na kujumuisha akaunti wanazozimiliki pamoja na watu wengine, fedha ambazo hawadhibiti moja kwa moja, biashara wanazozimiliki kwa pamoja na watu wengine, au mali inayosimamiwa na watu wengine kwa niaba yao. Kamati inayoafikia uamuzi huu inashirikisha wawakilishaji wa Wizara ya Usalama wa Taifa, Benki Kuu ya Kenya, Idara ya Ujasusi, Kituo cha Kitaifa cha Kukabiliana na Ugaidi, Idara ya Polisi na Afisa ya Mkuu wa Sheria. Trevor Ng'endo, Darubini.